Tofauti kati ya tume hii na tume ya Jaji Chande. Tume ya Mheshimiwa Jaji Chande ilikuwa ni tume ya kuchunguza matukio ya ghasia na uvunjifu wa amani. Ilikuwa ni kutambua ni aina gani ya vurugu zilizotokea na ghasia na aina ya uvunjifu wa amani uliojitokeza. Haikwenda kwenye kuchunguza ni wakina nani waliopanga, kuratibu, kufadhili na kufanya zile ghasia. Sisi tumepewa jukumu la kwenda kuangalia wahusika ni kina nani, waliopanga, walioratibu, waliofadhili, waliotekeleza. Halafu pia tuangalie masuala ya madhara, kwa maana watu wameumia, watu wamefariki kutokana na ghasia zile. Nani wahusika? Na kiasi cha nguvu kilichotumika kwenye kudhibiti zile ghasia. Thamani ya mtu hailinganishi na kitu kingine chochote. Kwa hiyo wajibu wa tume ni kwenda kuangalia ule udhibiti ulikuwa wa kiasi gani kwa mujibu wa taratibu na sheria. Hizi ndio tofauti kuu zinazotofautisha tume hii na tume ya Mheshimiwa Jaji Chande. Mamlaka ya Rais kwa mujibu wa sheria ni kuteua makamishna kwa ajili ya kufanya uchunguzi na kutoa hadidu za rejea za kwenda kufanyiwa kazi. Hakuna mahali kwenye sheria hiyo kunampa rais nafasi au mtu mwingine yoyote yule. Hakuna mahali ambapo anapewa nafasi ya kuja kuiambia tume ifanye nini. Ukishaipa mamlaka yale ya hadidu za rejea kwa mujibu wa sheria, basi tume inafanya kazi yenyewe kwa utaratibu iliyopanga. Inakusanya taarifa, ikishamaliza inaandaa ripoti, inapeleka kwa muhusika kwa mujibu wa sheria. Na kwa mujibu wa sheria ya tume za uchunguzi, taarifa tunatakiwa tukishakamilisha kazi yetu, tuyane taarifa tumpelekee Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais ndio ana taratibu zake za kuitumia hiyo taarifa. Kwa hiyo hakuna mahala ambapo sisi tunaruhusiwa kuingiliwa na chombo chochote. Badala yake, sheria inataka vyombo vyote na taasisi yoyote na mtu yoyote mwenye taarifa atoe taarifa kwa tume. Kwa hiyo sisi tunaweza tukamuita yeyote ili kupata taarifa yoyote ile ambayo tunaona anazo, na sheria inaturuhusu hata kukulazimisha kuja kuipa tume taarifa zile ambazo tunadhani unazo, labda unazificha. Kwa hiyo tume haina namna yoyote ile inaweza kuingilia. Ukishaiteua unasubiri taarifa. Unaitumiaje ni wewe sasa ambaye mamlaka utakuwa umeletewa hiyo taarifa. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.